Mnakumbuka mauaji yaliyotokea tarehe 10 mwezi Mei mwaka huu 2025 yaliyomhusisha mwalimu wa dini maarufu kama katekista wa kanisa Katoliki parokia ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu lililopo Tazara, Tunduma, ambaye anafahamika kwa majina ya Diamond Mwenda mwenye umri wa miaka 38 aliyefariki tarehe hiyo ninayosema tarehe 10 mwezi wa 5 kwa kushambuliwa na vitu vyenye ncha kali akiwa nyumbani kwake maeneo mbalimbali ya mwili baada ya kuviziwa na mtuhumiwa akiwa ndani nyumbani kwake. Katika misako na operation ambayo tumeendelea, tumeweza kumkamata mtuhumiwa mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Lamek Melitus Mwamlima mwenye umri wa miaka 29, ni fundi magari mkazi wa Migombani, Tunduma, ambaye alikamatwa Mei 20, maana siku 10 baada ya tukio. Kuna mtuhumiwa mwingine baada ya kumkamata huyu, kuna mwingine amefahamika, jina tunalo, naye pia bado tunamtafuta, ambaye alishirikiana na huyu katika tukio hili la mauaji ya huyu mwalimu wa dini. Aidha, uchunguzi wa awali umebainisha kuwa sababu za mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimtuhumu marehemu kutembea kimapenzi na mke wake na hivyo kutekeleza mauaji hayo kama kisasi. Upelelezi wa tukio hilo bado unaendelea, na utakapokamilika jalada itapelekwa ofisi ya mashtaka kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria, ikiwa ni pamoja na kumpeleka mahakamani. Kwa hiyo mtuhumiwa amekamatwa na sababu za awali zinaonyesha kabisa ni wivu wa kimapenzi. Pia kwa watu wa Songwe, wacha kujichukulia sheria mikononi, kwani matatizo na migogoro ya kifamilia ama ugoni kama tulivyosema yanaweza kushughulikiwa na vyombo maalum vilivyokasimiwa kushughulikia matatizo kama hayo. Umehisi ugoni ni kosa, lipo, utakwenda mahakamani, vipo vyombo hapo, ustawi wa jamii watakusaidia na wanasheria jinsi ya kutatua matatizo kama hayo, na si vinginevyo. Kufanya mauaji kwa sababu tu ya kuhisi kwamba mwenza wako anachepuka si jambo jema. Tutapoteza watu bila sababu za msingi. Wananchi, tufuate sheria. Tunajua inauma unapopata taarifa kwamba mwenzako anafanya ndivyo sivyo, lakini sheria zipo, tufuate taratibu ili ziweze kutatuliwa kwa mujibu wa sheria na taratibu. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.